Safari hiyo hatutacheza na nyani. Ukicheza na mbwa utaingia naye msikitini. Na sasa kwa miaka iliyopita tulikuwa tunacheza na mbwa. Sasa mbwa akaingia msikitini. Kumtoa kwake lazima tutumie nguvu kubwa. Na nguvu ya kisheria. Kwa majina ninaitwa Augustine Mwai Muhiza. Ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati mjini. Pia ni mwenyekiti wa Bazecha wilaya Babati kwenye majimbo mawili. Leo nimeita waandishi wa habari nizungumze na nyinyi kwa hiki kinachoendelea katika taifa letu. Bado hajajulikana mchawi ni nani. Sisi kama wananchi wa Tanzania tuna haki na wajibu wa kuangalia mustakabali wa nchi yetu na serikali yetu kwa ujumla. Kwa maana hawa viongozi wa serikali wote wanalipwa mshahara kupitia na kodi za wananchi. Leo hii nataka nizungumzie kwenye swala la katiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema rais wa nchi ni jemedari mkuu. Yaani yeye ni kiongozi mkuu anayesimamia wizara zote ya mambo ya nje na mambo ya ndani kwenye masuala ya ulinzi, amiri jeshi mkuu. Neno amiri jeshi mkuu kusimamia vyombo vya usalama ndani ya nchi. Leo hii yote inatoka wapi? Mimi namuuliza Wambura IGP, hii oda imetoka wapi? Watueleze. Mahakamani ni mahali pa kuingia mtu yoyote mwenye shida aina yoyote. Leo inakuwaje mahakamani kama gereza? Magereza unakwenda kwa taarifa. Unataka kumuona nani? Ni nani wako? Mahakamani hakuna hicho. Hiki wamekitoa wapi? Halafu kibaya zaidi, mmemkamata Tundu Lissu katika preparation ya watu, kwenye umati wa watu, mkaondoka naye. Halafu mnakuja mnasema wananchi wasiwepo. Hawa wananchi gani matahira kiasi hicho? Mnajitengenezea bomu. Mnajitengenezea bomu. Ninarudia tena, mnajitengenezea bomu. Wizara ya mambo ya ndani, kama hamwendi katika uweledi, mnajitengenezea bomu. Mnapigaje watu hawajafika mahakamani? Mnakamataje watu mitaani huko? Yaani imekuwa serikali yote inashikiliwa na mtu mmoja. Wanipe taarifa kwamba hii nchi walikabidhiwa na Mungu lini. Wanipe hiyo hati. Na Watanzania fungukeni masikio. Leo tuko hai. Mnatuona sisi tunachokifanya sio sahihi. Lakini kuna siku tumekishaondoka, mtakitafuta mpaka kwa unyasi wa majani, hamtakipata. Kweli? Mahakama inabakwa. Nini maana yake? Hivi mahakama ilipeleka barua ya mambo ya kwamba ulinzi wa polisi pale mahakamani? Walipelekewa barua lini? Walipelekewa barua lini? Kwa sababu za kiusalama. Walipelekewa barua lini? Waliambia kuna nani anakwenda kuvunja duka pale? Mahakamani kuna duka la kuvunjwa? Mahakamani jaji anakwenda kupigwa? Jaji si ana ulinzi? Si ana polisi ana silaha pale? Si wako wanaokwenda pale kutoka magereza na silaha chungu nzima? Kama wale watu waliopewa kesi ya nani Arusha, mbona walikuwa wanaskotiwa na magari ya polisi na pamoja na King'ora? Mbona kulikuwa Arusha kulikuwa kuna shida? Hii Dar es Salaam ikoje hii? Ninamwomba kiongozi wangu Moriro anapotoa oda awe makini. Sasa huo ni mkoa mmoja.
Tukisema tutishe mikoa yote, mtapata wapi maaskari? Hivi nyinyi mnaweza kuzuia nguvu ya umma kweli? Ninaliuliza jeshi la polisi, mna uwezo wa kuzuia nguvu ya umma? Hebu angalieni wenzenu TPDF. Wanashughulika na mambo yao yanayowahusu wao. Hawahusiki kabisa huko. Nyinyi baada ya kuhangaikia masuala mengine ya ulinzi na usalama, mnakwenda kuhangaikia masuala ya mahakamani. Eti tunakwenda kulinda mahakama. Uliitwa na nani? Nyinyi kazeni sikulinda. Pana barabara kubwa pale inakwenda Senda Bridge. Kwa nini msinani msiweke watu kwamba watu wakae ngambo ya barabara, ngambo ya barabara, wasikilize kesi inavyonguruma? Kwani kuna shida gani? Yao ni haki yetu, sio haki yao, haki yetu. Kwani walikuwa wanakwenda kulima mboga? Sio walikuwa wanakwenda kusikiza kesi? Tutagharimikia, lakini ninatoa angalizo kwa viongozi wa Chadema taifa. Ninawapa maoni, watengeneze kesi tuipeleke The Hague. Waorodheshe majina ya watu wote waliopotea katika nchi hii, wote waliopotea na ambao wamekufa. Awe ni mwana Chadema, awe ni mwana CCM, awe ni wa ACT Wazalendo, waorodheshe majina yao, twende tukasimamia kesi The Hague. Sasa kama wao wanarimotiwa na polisi, jeshi la polisi, kuna haki gani itakayotendeka hapo? Kama wao wanaingiliwa na muhimili mwingine kwenda kutengeneza hili, kuna haki gani itakayotendeka? Niko tayari kuungana na waliokuwa tayari. Waambie John Mnyika, mtu ambaye yuko tayari, tukutane Dar es Salaam, tukutane na wanasheria, tutengeneze kesi. Tuko tayari kutuma mtu aende akafungue kesi The Hague. Hatuwezi kuualiwa ndugu zetu sisi tunaangalia. Hatuwezi kuualiwa watoto wetu sisi tunaangalia. Haiwezekani. Ndani ya stendi ya mkoa wa Dar es Salaam pale Kimara pale, anakwenda tekwa nani? Abdul Nondo. Uvumilivu na mwisho wake. Na ni lazima hili tulikemee kwa nguvu zote. Kwa sababu za polisi ambazo wanazitoa, wanasema ni sababu za kiusalama, pengine tungeenda pale Kisutu tusingetoshea. Kwani tuliomba tu watujengee gesti? Pale gesti pale. Pale sio gesti. Na kama kuna uwanja wa mpira unaingia watu 1030, kwa nini mahakama sio hivyo na ni mahakama kuu? Kwa nini? Sasa wanatuambia sisi tukaongeze hivyo viwanja. Lakini haki ya Mtanzania kusikiza kesi ni haki yake. Na hilo ni kosa. Kumzuia mtu kwenda kusikiza kesi ni kosa. Wana haki ya kushtakiwa. Tutawezi wamemkamata katika preparation ya watu. Yule ni mtu wa watu. Hawezi kupeleka kwenye mtandao. Tunataka iwe open court. Watu wawepo pale, wasikilize mwenendo wa kesi. Wanachokiogopa nini? Kama leo wamekusanya polisi Dar es Salaam nzima ile, wamekusanya polisi wakawa sehemu moja kuzuia, kwa nini wasienda kalinda mahakamani? Safari hiyo hatutacheza na nyani. Ukicheza na mbwa utaingia naye msikitini. Na sasa kwa miaka iliyopita tulikuwa tunacheza na mbwa. Sasa mbwa akaingia msikitini. Kumtoa kwake lazima tutumie nguvu kubwa. Na nguvu ya kisheria. Hatuna viwembe, hatuna visu, hatuna mapanga, hatuna mishale, hatuna bunduki. Tutakwenda kisheria. Na tukishinda, gharama ya Watanzania waliopoteza katika nchi hii, waliokufa, watoto waliokuwa yatima, watazilipa zote. Mimi niseme si mtoto kiasi hicho. Kwanza wanielewe. Kulikuwa na kina Maparara. Kwa hiyo upinzani ulikuwepo. Wakina Maparala, James Maparala. Kulikuwa na Mtemvu. Sawa? Kulikuwa na Bibi Titi Mohamed. Walifungulia kesi kama ile. Mbona mahakama ikisema watu wasiende mahakamani? Mbona kusema wasiende mahakamani? Imekuja kesi nyingine. Ni nani? Wakina Hans Pop.
wakina Kajage, wakina Hatibu Makigii, ndugu yangu waenzi. Mbona watu hawakuambia wasende mahakamani? Ukiona baba mwenye nyumba anaingia nyumbani anakosana mkewe, halafu anatafuta jiwe, anaanza kumfukuza, anaanza kumtoa berenge mkewe, jua keshaishiwa posi. Gentlemen, wajue hilo. Ukishaona mtu anakimbilia kutumia jeshi la polisi, hana ubavu wa kuminyana kisiasa. Ukimwona mtu anatumia nguvu kubwa, jua kuna dhambi inofanyika, wana defense. Hatuwezi kutawaliwa kwa dhambi. Sasa kwa hili tu ni hivi, kwenye uchaguzi mwezi wa 10 itakuwaje? Uchaguzi wa tarehe 27 mwezi wa 11 walileta majeshi ya polisi lukuki. Jeshi la polisi lilichamili maslaha. Halafu wataka twende kwenye maridhiano. Maridhiano ya nini? Nataka kuoa. Maridhiano ya nini? Nimemfukuza mke wangu kwamba nenda ukweni nikaombe radhi. Hakuna kuomba radhi. Safari ni mtiti.